Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 na 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wanafunzi wenzangu ambao tuko hapa na wale ambao wanatufanya katika mitandao, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darasa zetu, na hasa kwenda kuangalia energy namba 4, ama watu waliozaliwa ndani ya mwezi wa 4 na energy yao wanakuaje, kutaratibu gani na vipi unaweza ukabaini miongoni mwa watu wengi kuwa na matendo ya aina hizo, na namna gani unaweza kuchukua njia sahihi ya kuweza kuishi nao watu wa namna hii. Basi bila shaka ukiona nyuma yangu kuna ubao, basi jua kabisa kwamba rasmi tunakwenda kuangazia kipindi chetu cha kuangalia energy ya miezi ya watu waliozaliwa na namna wanavyokuwa na matendo yao kwa ujumla wa asilimia kubwa, ambapo watu hao hufanana matendo yao, na ndivyo, na hii ni miongoni tu mwa zile yale matendo baadhi, kwa sababu yako mengi lakini yote hayawezi kuwekwa katika ubao huu, lakini hapa tutaonyeshwa machache miongoni mwayo ambayo wewe hapo ulipo nyumbani kwako utakaojikague na mtu ambaye unaishi naye, haswa mwanao uliomzaa ndani ya mwezi wa 4, au mkeo aliozaliwa mwezi wa 4, au mumeo aliozaliwa mwezi wa 4, au wafanyakazi wako ambao unawajua aliozaliwa na mwezi wa 4, basi unaweza ukabaini haya ambayo nakwenda kusema hivi punde yatakuwa ni yenye faida kubwa sana kwa upande wako katika sala hili. Lakini pia tunaye Dr. Said na Sheikh Yusuf Jual Al-Ghazali, tutakwenda kuungana naye hivi punde tu kwa lengo kubwa la kutaka kwenda kutazama energy namba 4 inakuaje kwa mtu huyu. Muda huu ni salamu, na kisha baada hapo tutakwenda tukaangazie kwa ufasaha wa hali ya juu. Dr. Said na Sheikh Yusuf Jual Al-Ghazali, ya Allah, ya Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, hali gani doktor? Wallahi hali namshukuru Allah tabaraka wa taala, na hasa ukizingatia tuna afya tele na nishati ya kutosha, hivyo hatuna budi kumshukuru Allah kwa kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, kama ambavyo mmemsikiliza Sayyidna Dr. Sheikh Yusuf Jual Al-Ghazali, yeye yuko na afya bora kabisa. Lengo kubwa ni kuletea darasa ambalo nitakwenda kuangazia energy namba 4, ambayo energy hiyo kwa watu ambao waliozaliwa ndani ya mwezi wa 4, basi haya yanakuhusu kwa asilimia 100. Unaweza kuchukua fursa hii ya kujikagua polipo, lakini pia ukamfahamu tunaishi naye ni namna gani, na wewe ukapata njia sahihi ya kuweza kuishi naye katika hali na ufasaha wa hali ya juu sana. Dr. Said na Sheikh Yusuf Jual Al-Ghazali, ya Allah, ya Allah, tunaendelea kutazama energy namba 4 ya watu waliozaliwa mwezi wa 4 wanakuaje, lakini pia na namna ambavyo kwa mujibu wa tafiti zinavyoeleza na ripoti ya tafiti zinavyosema. Namba hii 4, energy ya namba 4 hasa kwa watu waliozaliwa ndani ya mwezi huu wanakuaje, na namna gani unaweza ukawabaini, lakini pia ni nini kinaweza kikafanyika ili kuweza kuishi nao hawa watu katika hali iliyokuwa bora kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam, al-akhi Sheikh Hussein bin Diwan, ya Allah, bila shaka hili ni darsa adhim sana, na haya yote ambayo tunayokuja kuyabainisha hapa ni yale ambayo yamefanyiwa tafiti, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akajalia katika tafiti zilizofanywa zikatoa majibu yaliyo sahihi kabisa. Na kabla hatujaingia rasmi kuona huyu mtu mwenye energy namba 4, kwa maana aliozaliwa mwezi wa 4, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwanza twende tukatazame kwa uchache wasailul bahthil ilmi, maana yake zile njia zinazotumika katika kufanya tafiti, na hasa tafiti zenyewe zilizoambatana na ilmu. Lengo la msingi la kuanza kuleta njia hizi ni kuondosha yale matango pori yaliyopandikizwa katika vichwa vya
awam, maana yake wale watu ambao wasiojua kitu wanapandikizwa na kuambiwa yale masomo yanayofundishwa pale yale ni ushirikina, yale masomo ni shiriki, yale masomo ni sihiri, yale masomo ni ramli. Hapana, tunataka tuwaeleze watu wafahamu kwamba hizi yanayofundishwa hapa ni tafiti za kawaida na watu wamepita katika zile suluki, zile njia za utafiti na wakabaini kwamba haya yanayoelezwa hapa yamekwenda sambamba na tafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa tutaanza kwa kutazama wasailul bahthil ilmi, maana yake njia za utafiti kwa taratibu za kiilmu. Njia yenyewe ambayo tunaitazama kwa uchache sana siku ya leo, wasilatun ainiya. Maana yake kuna njia inaitwa wasilatun ainiya, maana yake ni njia ya kufanya tafiti kwa kinachoonekana. Yani unaona kitu alafu unakitafiti kwa kukiona hivi dhahiri kabisa. Tunakwenda sawa? Taqumu tilka alwasilatu ala bahthin ainiyatin biainiha. Mara kadhaa hii tafiti ya namna hii huwa inasimama vema, tafiti ya namna hii ala bahthin ainiya, kwa kutafiti kitu kwa jicho, kwa kujionea wewe mwenyewe. Waswahili wakasema kusadiki kwa toma ni kuona mwenyewe. We toma, unielewa? Sio toma hakimu, sawa? Lakini kadhalika biainiha, kwa jicho lake mwenyewe. Yani wewe hapo ulipo ukifanya tafiti katika haya ambayo tunayoyasema, utabaini kabisa haya tunayoyasema yanakwenda sambamba na we mwenyewe kwa kujionea mwenyewe biidhnillah. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa asitokee mtu akwambia ile ni sihiri, mwambie acha uongo, ule ni utafiti wa kawaida kabisa, na zile ni njia miongoni mwa wasaili al-bahth al-ilmi, miongoni mwa njia za tafiti za kiilmu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Naam. Lakini kadhalika haithu yaqumu albahithu alilmiyu biikhtiyari naw'an khassa min alainiyat, kiasi ambacho atasimama imara mtafiti, tena mtafiti mwenye ilmu ya utafiti, biikhtiyari naw'an khassa, kwa kuchagua aina maalum kabisa, minal ainiyat, ya vile vinavyoonekana. Wewe unataka kutafiti nini? Samaki, basi utaanza kumtafiti samaki kwa kumtazama mandhari yake, kumtazama mwenendo wake, namna anavyoogelea, anakataje maji kwa kutumia yale mapezi yake na mfano wa hayo, sawa? Au unayetaka kumtafiti ni mtu, unataka kumtafiti mtu katika lipi? Kuzaliwa, tarehe yake ya kuzaliwa, tabia zake, mienendo yake, mazingira yake, ndio maana ya tafiti al-ainiya. Kwa hiyo kwa hali hiyo utabaini kabisa huyu mtu yupo kwenye tafiti, anataka kupata natija ya utafiti wake. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ndio huyu mtafiti inachotakiwa achague aina moja kati ya aina miongoni mwa aina ya vile vinavyoonekana. Kama anataka kutafiti tunda, basi achague tunda fulani, alafu anaanza kulifuatilia nyendo zake, taratibu zake, madini yake na mfano. Na hivi ndivyo watu walivyofanya, wanachunguza tarehe za kuzaliwa, matendo ya watu waliozaliwa katika tarehe hizo, au miezi ya kuzaliwa, matendo ya watu waliozaliwa katika miezi hiyo. Kwa hiyo watu wanafuatilia, kisha wanapata majibu sahihi, wanaandika katika vitabu vyao. Waliozaliwa mwezi kadha wanakuwa kadha, waliozaliwa mwezi kadha wanakuwa kadha. Sio asitokee mtu ile ni elimu ghaibu. So elimu ghaibu hapa, hii ni tafiti. Hakuna cha elimu ghaibu hapa. Maana kuna majitu yanadanganyana. Wewe elimu ya ghaibu unaweza kuijua wewe? Ukiona kitu kinajulikana, wewe mzee ujue hiyo sio ghaibu. Sio ghaibu. Mwenyezi Mungu anasema hakuna yoyote anaweza kujua nini? Ghaibu. Ilmu ya ghaibu. Hakuna. Sasa ukiona mtu kajua kitu, hicho kitu sio ghaibu, ni kitu cha kawaida tu. Hata wewe ungefanya tafiti ungejua vile vile. Ndio maana yake katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Naam. Haya sasa, thumma yaqumu bimuhawalati jami'i almalumat. Baada ya kuchagua kitu kinachoonekana, alafu akaanza kukifanyia tafiti, hapa anachofanya sasa, thumma yaqumu,
kisha atasimama imara bimuhawalati jam'i almalumat, kwa kuanza kukusanya taarifa ya kitu hicho ambacho yeye anakifanyia tafiti biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mnaona kuna sihiri hapa? Hakuna. Kuna shiriki hapa? Hakuna. Kuna lamri hapa? Si unaona sasa ni vitu vya kawaida kabisa kwamba ni tafiti za kawaida. Yani mtu anateua anateua mwezi maalum, mwezi wa 4 mathalan. Baada ya kuteua ule mwezi anaanza kufuatilia wale walozaliwa katika mwezi huo. Anajaribu kukompea baina ya matendo ya huyu na matendo ya yule. Tena sio kwa siku chache, kwa muda mrefu na kwa watu wengi, alafu anabaini kwamba kuna mambo kadha wa kadha yanakwenda katika utaratibu wa hali ya aina kadha. Wewe unasema ni elimu ghaibu. Yani kuna watu wengine ni kwa rehemu kwa kweli. Tunakwenda sawa? Sasa huyu anaanza kukusanya nini? Maalumat, kwa maana taarifa, wal haqa'iq, lakini kadhalika na anakusanya uhalisia wa mambo. Yani anakusanya taarifa na uhalisia wa mambo jinsi ulivyo. Ndio tafiti zinapokuwa, we mzee. Tunakwenda sawa? Lakini tena min khilali bahthi tilka al-ainiyah, na haya yote anakusanya kupitia katika tafiti ya kile kinachoonekana. Anaangalia tabia. Jamani, tabia zinajificha? Hapana. Tabia zinaonekana wazi kabisa. Lakini anaangalia mienendo ya mtu, mienendo inajificha? Inaonekana. Kwa hiyo ndio watu wanafuatilia taratibu za namna hiyo. Kwa hiyo asitokee mtu akakudanganyeni, akakwambia ule ni ushirikina, sijui ule ni uchawi, sijui ule ni ramli. Mwambie acha uongo, ile ni tafiti. Watu wamepoteza miaka mingi wanafanya tafiti wakabaini haya. Kina Imamu al-Ghazali hawakuwa wachawi na wala haitatokea hata siku moja kuwa wachawi. Ni wewe tu maarifa yako madogo. Kwa kuwa maarifa yako madogo, basi unawapandikizia watu mambo ambayo yasiokuwepo. Wewe ukiulizwa huu ndio uchawi, kweli uchawi unaweza ukawa hivi kweli? Kabisa na wewe unaamini uchawi unaweza ukawa hivi? Basi wewe akili zako zina matatizo. Wa hiya aidha min wasaili al-bahth, ili suala la watu kutafiti maalumat, kwa maana kuchukua taarifa, lakini kadhalika kutafiti hakika, lakini kadhalika kupitia katika kile kinachoonekana. Hizi ni miongoni mwa njia za utafiti al-ilmi, tena wa kiilmu, ash-sha'i, ulioenea sana. Ash-sha'i istikhdamiha, ambayo matumizi yake yameenea sana, ndio njia inayotumika sana hasa fil adidi min al-majallat wal anwa'i min al-bahth, katika sekta mbalimbali, lakini kadhalika na aina mbalimbali za utafiti. Miongoni mwa wasila, njia inayotumika ni hii. Unaanza kwanza kukiona kitu, alafu unakifuatilia kwa kukiona kile kitu, ili mambo yaweze kwenda katika hali iliyokuwa sawa sawa. Semeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa baada ya kuyajua haya kama ni masala ya kitafiti, sasa tunaingia mawalidu fi shahri rabi'. Kwa wale ambao wamezaliwa mwezi wa ngapi? Wa 4. Hawa wanakuwaje? Mimaktadatuhu at-tajruba, jambo ambalo lilofanyiwa tafiti. Tunakwenda sawa, we mzee mwenye kanzu nyekundu? Watu ambao walozaliwa mwezi wa 4, kwa maana wenye energy namba 4. Mmoja, kwanza hawa watu wanakuwa hivi: shakhsiyatuhu qawiyatun wa za'luhu la yatul. Hawa watu kwanza muonekano wao unakuwa ni muonekano wa nguvu kabisa. Wana muonekano wa nguvu kabisa. Tunakwenda sawa? Lakini wazaluhu la yatul, na watu wanakuwa na hasira sana, lakini hasira zao hazidumu. Tunakwenda sawa we mzee? Tunaelewana? Lakini hanunun, ni watu wapole, wanakuwa na tabia ya upole, hawana mbwembwe nyingi. Wa qalbuhu nadhifun, na moyo wake ni msafi kabisa. Mtu anazaliwa mwezi wa 4, tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Wala yahqid ala ahadin, hamuonei gere mtu yoyote, hana tabia kumuonea gere mtu. Tunaelewana we mzee? Tena daiman, muda wote yuko hivyo. Sawa, mwezi wa ngapi huo? 4. Aliyozaliwa katika mwezi wa 4, kwa maana mtu mwenye energy namba 4, unamuona alivyo. Haya, baridun fi baadhi al-ahyan, anatulia sana katika baadhi ya nyakati, baridi kapoa,
hana shida na mtu huyo alozaliwa mwenye energy namba 4. Tunaelewana we mzee? Yubayinu laka annaha tuhimhu, na yeye ikiwa kuna mtu anamfanyia umuhimu huwa hafichi, anambainishia, wewe bana, wewe ni mtu safi sana, anasema hivyo. Mtu mwenye energy namba 4 yuko hivyo, sawa. Hasasun, na ni mtu mwenye hisia kali sana, anaweza kuhisi kwa haraka sana. Wayaktumu kulla shay'in, lakini huwa anaficha vitu vingi. Fi qalbihi, moyoni mwake anaweka vitu moyoni, yani anakuwa hivyo mtu mwenye energy namba ngapi? Namba 4, yule ambaye amezaliwa namba 4, sawa. Wayuhibbu is'ada nafsihi binafsihi, na mara nyingi sana huwa anapenda kujisaidia yeye mwenyewe mwanzo, anakuwa hivyo we mzee, sawa. Lakini dhakiyun, anakuwa ni mtu mwenye dhaka, akili nyingi, anakuwa hivyo katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Lakinahu yataghaba qasdan fi ba'd al-awqat, lakini mara nyingi sana anaweza akawa anabadilisha makusudio, au anabadilisha mambo, makusudio yanabadilika sana katika baadhi ya nyakati. Anaweza akawa hana msimamo katika jambo fulani, mara leo hivi kesho vile, inawezekana hiyo hali kawa hivyo. Tunakwenda sawa? Lakini yuhibbul azla, katika baadhi ya nyakati huwa anapenda sana al-azla, kujitenga, kukaa mwenyewe peke yake, sawa. Lakini kadhalika wal musiqi, na kusikiza kamziki kidogo. Akiwa amekaa peke yake mara nyingi hupenda sana kusikiza kamziki hivi, kamliwaze. Huyo mtu mwenye energy namba 4 mara nyingi anakuwa hivyo. Akikosa kamziki, maana yake asikize hata kaswida fulani hivi, yani apate angalau kasauti, mara nyingi anakuwa ni mtu wa hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Wa idha ghalata fi haqqika, lakini huyo mtu mwenye energy namba 4 anapokukosea katika haki yako, yani labda mmekosana katika jambo fulani, ya'tadhir, ni mwepesi sana wa kuomba msamaha, anakuambia ndugu yangu bana, tusameheane, sawa. Wa mutasari'u ahyana, na ni mwepesi sana nyakati zote, anakuwa ni mtu mwepesi, hana shida, hana tabu, mtu mwenye energy namba 4. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo ukipata fursa ya kuzaliwa katika mwezi wa 4, yani ukawa ni mtu mwenye energy namba 4, shukuru kwa Mwenyezi Mungu, utakuwa na matendo mengi mazuri. Lakini kadhalika yeyote yule ambaye amezaliwa mwezi wa 4, hebu wewe mfuatilie, mtafiti, alafu utabaini mengi katika haya tuliyosema atakuwa nayo, imma kwa kiwango kikubwa au kwa kiwango kidogo. Imma atakuwa na yote haya au atakuwa na machache katika haya. Utayaona yanadhihiri upande wake katika hali za namna hii, na haya mimaktadatuhu at-tajruba, haya ni yale ambayo yamefanyiwa nini? Tafiti. Baada ya kufanyiwa tafiti, watu wakawafuatilia waliozaliwa katika mwezi huu, wakajaribu kuangalia tabia zao, mienendo yao, wakabaini ni watu wanaofanana. Mmoja ni watu wenye nguvu, wakichukia hasira zao hazidumu, wapole, lakini mioyo yao ni safi, hawamhusudu mtu yoyote. Lakini wakati fulani unakuta wanakuwa ni watu baridi, wamepoa sana. Lakini kadhalika ukiwa wewe ni mtu muhimu kwake, anakuambia wala hakufichi, lakini wana hisia kali, wanaficha mambo katika mioyo yao. Lakini kadhalika wanapenda kujisaidia wao wenyewe, wana akili sana, lakini wao mara nyingi kadhaa hutokea kubadilisha makusudio, lakini katika baadhi ya nyakati. Na wakati fulani wanapenda kujitenga, kukaa peke yao na kusikiliza kamziki ili kawaliwaze. Lakini kadhalika vile vile wanapokosea haki ya mtu wanafanyaje? Wanaomba msamaha. Hao ni watu bora sana. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kuna mtu anaona gere, usione gere we mzee, ule mwezi wako wa 9 ule tutakuja hapo. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Basi hivi ndivyo ambavyo walivyofanya tafiti mabwana wakubwa hawa, wakabaini ya kwamba katika tafiti za watu waliozaliwa wenye energy namba 4 wanakuwa katika utaratibu wa hali ya namna hii. Je, wewe umezaliwa mwezi gani? Inshallah basi ndio fuatilia darasa zetu ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho kabisa niseme ya Rabbi, na kuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu. Ya Allah, haya tunayoyafanya Mola wetu, ikiwa tunapata thawabu, ya Rabbi tunakuomba thawabu zetu wapelekee wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya
kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wanafunzi mwenzangu ambao tulikuwa darasani kuanzia mwanzo mpaka kufikia hapa tamati, mimi nikwambie tu kwamba tumeona leo energy ya mtu namba 4 aliozaliwa mwezi wa 4, namna ambavyo wanakuwa miongoni mwa watu wengi wanaweza wakawa moja kwa moja au wakawa na sehemu chache katika haya yaliyosemwa au akawa yote yaliyozungumzwa anayo, lakini yote kwa yote ni kwamba si watu wote, baadhi ya watu hawa wanaweza wakawa hivi, wengine wakawa tofauti, lakini inawezekana pia sababu kwa tofauti zipo nyingi katika haya masala yanaweza kupelekea hivyo, ima mazingira na hali namna anayopitia, pia inawezekana matendo haya yote yasifanyaje asiwe nayo. Lakini mara nyingi watu wengi wanakuwa katika hali za namna hii. Maana yake basi kama yuko tofauti na kama kuna namna ambavyo yuko nayo hali hii kwa kweli kikwazo sana, basi kuna namna ambayo mwishoni kabisa tutolea ufafanuzi namna gani unaweza ukamfanya kuondokana na hali za namna hii akaja katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Lakini ili kuyapata lazima ufuatilie darasa moja baada ya jingine mpaka tumalize mwezi wa 12, kisha baada ya hapo sasa rasmi utapata kupata conclusion kwa maana namna gani unaweza kufanya ili mtu huyu aweze kuwa katika hali iliyokuwa nzuri kabisa, na wewe hapo ulipo ili energy ziweze kuwa vizuri baina yako wewe na yeye, ima mwanao au mumeo au mkeo au mfanyakazi wako au bosi wako, yote kwa wote, imradi tu kwamba energy hizi ziweze kuwa katika hali iliyokuwa nzuri kabisa. Huu ni mwezi wa 4. Kumbuka kwamba vipindi hivi vinaruka hapa ofisini kwetu Mbagala Kizuiani, barabara kuelekea jeshini, kila siku kuanzia majira ya saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni, na yote kwa wote kwamba vipindi hivi vinaendelea. Leo ni namba 4, maana yake kesho tutaangalia energy namba 5 kwa maana ya watu waliozaliwa mwezi wa 5. Kuwa tayari kwa ajili ya kufuatilia mwezi wa 5. Lakini kumbuka hii asemu mtu, hii ni wewe ujikague. Ukiona hauna taratibu hizi, maana yake hazikuhusu. Jitazama, si kama mimi sio, basi ridhika kama mimi sio. Na kama ni wewe kweli uko hivyo, basi shukuru Mungu pia kama jifahamu, lakini pia itakupa nafasi ya kujua namna gani ulivyo na kuweza kuishi na watu katika hali iliyokuwa nzuri kabisa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yote kwa yote nikwambie tu fadhila zetu hizi katika pindi vyetu hivi ili kujua yale kwa mengi mazuri, utajifunza elimu nyingi hapa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umekujia mkono wa Idi, yani mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha, uregevu umekwisha kikomo, ukakamavu uchukue nafasi yake. Mimi sipendi uzembe na ulegevu tena, napenda ukakamavu na uimara zaidi. Ili kujipatia mkono wa Idi, tupigie katika nambari zifuatazo: 0748869733 au 0659869734. Kumbuka, mkono wa Idi ndio habari ya mjini. Unasubiri nini? Mkono wa Idi ndio habari ya mjini.